Tukielekea nchini China, taifa hilo limesema liko tayari kuisaidia Cuba iliyogubikwa na kushuka kwa uchumi kutokana na uhaba wa mafuta, lakini pia kutokana na vikwazo. China inasema ipo tayari kuisaidia nchi hiyo ambayo ni nchi mshirika wa muda mrefu. Taifa la Cuba limegubikwa na hali mbaya ya umasikini. Taifa hilo uchumi wake unazidi kuyumba kutokana na vikwazo vilivyowekwa na Marekani. Rais wa sasa wa Marekani Bwana Donald Trump, mpango wake ni kuangusha utawala wa Miguel Diaz. Hata hivyo, Cuba imesema kwamba utawala huo hautoweza kuanguka, lakini pia washirika wake Urusi na China zimeweka wazi kwamba lazima zihakikishe taifa hilo linasimama imara. Wakati huu ambapo Marekani imezuia upitishaji wa mafuta kuelekea Cuba, China imesema sasa itasimama kidete kuhakikisha inapeleka mafuta nchini Cuba, lakini pia itahakikisha taifa hilo linaamka kwa mara nyingine tena kutokana na uchumi wake ulioyumba kwa kiasi kikubwa. Wizara ya mambo ya nje ya China siku ya leo Jumanne imesema hakukuwa na ripoti zozote za raia wake kukwama Cuba kutokana na mashirika ya ndege kusimamisha safari za ndege kwenda nchini humo kwa sababu ya uhaba wa mafuta ya ndege kufuatia Marekani kuzuia usafirishaji kutoka Venezuela. China inaunga mkono Cuba kwa dhati kabisa katika kulinda uhuru na usalama wake wa kitaifa na inapinga kuingiliwa na wageni. Lin Jian, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje, aliambia mkutano wa waandishi wa habari. Anasema, siku zote tutatoa msaada na usaidizi kwa upendo wa watu wa Cuba kwa uwezo wetu wote. Siku za hivi karibuni, rais wa Marekani alitoa tishio kwa nchi yoyote ambayo itapeleka mafuta nchini Cuba kwamba itapigwa vikwazo, lakini pia itawekewa ushuru mkubwa. Lakini China imeona hakuna njia yoyote ya kuweza kumsaidia mshirika isipokuwa lazima ipeleke mafuta bila kujali vikwazo vya Marekani. Cuba inategemea Venezuela kwa kiasi kikubwa cha mafuta ya ndege, lakini yamekuwa ni vigumu kupatikana tangu katikati ya Desemba wakati Marekani ilipozuia usafirishaji wa mafuta kwa taifa hilo la Amerika ya Kusini, lakini pia baada ya kutekwa nyara kwa Nicolas Maduro, rais wa Venezuela. Hatua hiyo inakuja huko kukiwa na hali mbaya zaidi kisiwani humo na vitisho vinavyoendelea kutoka kwa rais wa Marekani Donald Trump. Nchi hiyo imekabiliwa na kukatika kwa umeme mara kwa mara na kuacha wa Cuba wakiwa na wakati mgumu kukabiliana na kutokuwa na umeme wa uhakika. Kuzuiliwa kwa meli za mafuta za Venezuela zilizowekewa vikwazo na utawala wa Trump kumezidisha mgogoro wa mafuta na umeme nchini Cuba. Trump pia ametishia ushuru kwa nchi zinazosambaza mafuta kwa Cuba, akisema Cuba lazima iporomoke hivi karibuni, kwani Venezuela haitumi tena mafuta au pesa kwa mshirika wake huyo wa muda mrefu. Waziri wa mambo ya nje wa Cuba Bruno Rodriguez Parilla hivi majuzi alisema kwamba taifa la Cuba lilikuwa na haki ya kuagiza mafuta kutoka kwa muuzaji yeyote wa mafuta aliye tayari kumuuzia bila kuingiliwa au kutii hatua za kulazimishwa za upande mmoja wa Marekani. Lakini mataifa mengi yamekuwa na uoga juu ya kuwekewa vikwazo na taifa hilo la Marekani. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News.